ujumbe wako. Naomba Roho Mtakatifu wa Bwana atutawale. Chukua ushukani unene nasi. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Nimewasalimu katika jina la Yesu. Mwathani arogocwo. Kanitha wa Ngai mwathani arogocwo. Horera Yesu roho tondũ ni akwendete. Nimekukaribisha katika neno la afternoon siku ya leo. Kwa majina ni Reverend Florence Gedenji. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ninazidi kumtumikia Bwana katika haya madhabahu ya Progressive Faith Church chini ya askofu ambaye ni askofu wetu, Askofu Duncan. Bwana pewe sifa. Na ninaambia Bwana nisaidie kunyenyekea chini ya yale mafuta. Asifiwe Bwana. Kwa maana maguta tateaga matikurathimaga. Eudera Ngai ndeithia kumatea nigetha ndathimago muthenya na uri ungi. Mwathani arogocwo. Pia nawakaribisha wale wote kusikiza neno katika mitambo yetu ya YouTube, ambayo page yetu ni Pastor Florence Gedenji katika YouTube. Mungu na wazidishie neema yake. Ninaamini kupitia hili neno kuna mambo Mungu atatengeneza juu yenu. Bwana apewe sifa. Nimewakaribisha rasmi. Tuwapigie makofi mazuri kwa sababu hutusikiza, wanasikia ujumbe. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Mwathani arogocwo kanitha. Amen. Horera Yesu roho. Bwana asifiwe. Kiwaka Ngai nikio turenda kuigua muthenya wa umuthi. Bwana apewe sifa. Na hili neno la Bwana linapoachiliwa katika kinywa changu, haleluya, na likatende kazi ndani yako. Mwathani arogocwo. Na likatende kazi ndani ya maisha yako. Na hili neno likatende kazi ndani ya biashara yako katika jina la Yesu. Nataka tusikie ujumbe wa Bwana katika Wafalme 2 King chapter 5. Ninasoma katika Wafalme wa pili 5 kuanzia mstari wa kwanza. Tusikie vile Bwana ataka kunena nasi siku ya leo. Amen. Mesema ni Wafalme wa pili 5 kuanzia mstari wa kwanza. Na nitasoma. Kama umefika sema amen. Amen. Basi Naamani jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari ya vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Bwana apewe sifa. Amen. Hapa tunanenewa kuhusu jemedari mmoja. Haleluya. Na ukisikia vile Biblia inamuita jemedari, kwa hakika alikuwa mwenye jemedari, mwenye mkuu. Bwana apewe sifa. Neno linatuambia ya kwamba ati huyu jemedari wa jeshi la ufalme wa Shamu, asifiwe Bwana, Mungu alikuwa amemchagua akawa mkubwa katika ule mji. Asifiwe Bwana. Lakini akiwa mkubwa mahali pale, na katika wakati ule, haleluya, walikuwa wanaenda vita. Wakienda katika mji fulani, wanateka nyara watu. Asifiwe Bwana. Wanapigana vita mahali pale. Na hiyo wakati walipokuwa wameenda vita, waliteka nyara msichana mmoja. Haleluya. Bwana pewe sifa. Leo nimekuja kukunenea ya kwamba, haleluya, Mungu anaweza tuma destiny helper ambaye, haleluya, atamtuma kwako. Aidha atakuwa nani, haleluya, lakini ujumbe ni wa kwamba Mungu atatumana. Haleluya. Bwana pewe sifa. Huyu jemedari mkuu wa majeshi, maandiko inatuambia ya kwamba ati alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake. Haleluya. Kwa hivyo alikuwa mtu mkubwa. Na huyu jemedari alikuwa mtu ambaye ni kama mfalme, ni mfalme. Asifiwe Bwana. Lakini hata kama alikuwa mfalme, haleluya, kuna jambo hakuweza kutambua wakati Mungu amemtumania. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Amen. Ninataka kusema nini? Ninataka kuongea kuhusu kujua wakati Mungu amekuja. Bwana apewe sifa. Wengi wetu tumetupa baraka zetu. Wengi wetu tumetenganishwa na position yetu kwa sababu netorigagwo kumenya hĩndĩ ĩrĩa Ngai oka gũtũcerera. Arogocwo Mwathani. Amen. Si Mungu natusaidie kujua. Haleluya. Mungu akatusaidia kutambua wakati Mungu ametumana kwa ajili yako, na ukaelewe kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Huyu jemedari mkuu, haleluya, akashikwa na ugonjwa wa ukoma. Mwathani
arogocwo. Na ile ugonjwa wa ukoma ilikuwa ni vidonda. Bwana pewe sifa. Amen. Lakini huyu jemedari hakutabua wakati Mungu anamtumania. Amen. Haleluya. Bwana pewe sifa. Maandiko inasema vizuri ya kwamba kwa sababu Bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wa Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Mwadhani arogocwo. Unasikia vile anaelezewa vizuri ya kwamba huyu mtu alikuwa mzuri, huyu mtu alikuwa mkubwa. Bwana pewe sifa. Na alikuwa mtu ambaye Mungu amempa kibali. Haleluya. Wakienda kwa vita wanashinda. Arogocwo mwadhani. Bwana pewe sifa. Hata kama alikuwa amepewa kiwango ya kwamba akiwa na kibali hakutabua wakati Mungu alikuwa anamtembelea. Bwana pewe sifa. Maandiko inasema akawa na ukoma tu. Na Washami walikuwa wametoka kivikosi, wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naamani. Asifiwe Bwana. Amen. Ninataka uone kwa sababu alikuwa jemedari, ale modo munene madhani arogocwo. Na wakaenda vita. Haleluya. Na wakati walienda vita, haleluya, wakateka nyara msichana mmoja ambaye alikuwa wa Israeli. Haleluya. Amen. Bwana pewe sifa. Nenda kukuonia Ngai ahothire destiny helper. Akiria ngehothera nĩgetha kũhotani. Haleluya. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo wakati walienda vita, waliteka nyara, makinyita migwate muiretu umwe. Mwathani arogocwo. Na maandiko maraiga atĩrĩrĩ, huyo mwanamke kijana kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naamani. Haleluya. Kwa hivyo wakati waliteka nyara ule msichana, siku ya leo ndio tunawaita house girl. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo alichukuliwa akawekwa katika nyumba ya Naamani. Huyu jemedari mkuu akawekwa akiwa house girl. Haleluya. Kumbe house girl alikuwa msaada wa Naamani. Haleluya. Si Mungu na atusaidie kutambua wakati Mungu ametumana msaada wetu ili tunatambua. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Hata kama Naamani alikuwa jemedari mkuu, alitumaniwa house girl, lakini hakutambua. Amen. Mwathani arotũteithia. Amen. Ngai arotũteithia kanitha. Kũmenyaga harĩa kĩrathimo gĩaku kĩrĩ, ndũkarore na maitho uge no mũirĩtu wa wĩra. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hĩndĩ ĩrĩa anyitirwo mĩgwate, arehirwo nyũmba yao ya Naamani. Bwana asifiwe sana. Amen. Alipoletwa katika ile nyumba akawa house manager. Haleluya. Ni alikuwa anawapikia, labda anafua nguo, anapiga pasi. Asifiwe Bwana. Kumbe alikuwa msaada, lakini Naamani hakuwa anatambua. Asifiwe Bwana. Amen. Twende number 3. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Haleluya. Amen. Hapa kuna kitu kingine nataka uone. Huyu mtu ametekwa nyara, lakini anatambua katika kwao Samaria kuna manabii. Haleluya. Amen. Hey, Bwana pewe sifa. Amen. Unajua saa zingine tunapitia changamoto, unaona kama hakuna mtu wa Mungu. Haleluya. Kuna mtu wa Mungu. Haleluya. Wakati ule msichana ametekwa nyara, ako katika nyumba ya Naamani, akajua Naamani ni mgonjwa. Haleluya. Na ile ugonjwa ako nayo ni ya ukoma. Akaongea na bibi ama mkewe wa Naamani. Haleluya. Amen. Akamwambia, laiti, haleluya, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyoko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Mwathani arogocwo. Amen. Huyu msichana hata kama ametekwa nyara, alikuwa anatambua kwao. Amen. Kuna Mungu. Haleluya. Umuthi ndoka gukwira muthenya wa umuthi gutira makania ni mari kugereire, ndenda gukwira kwina Ngai ona korwo ni ruo inyoragerera, kwina Ngai ukuhotanira mathina-ini mamuragerera.
gosho mwadhani. Bwana apewe sifa. Hata kama alikuwa ametekwa nyara, alikuwa anatambua kwa Samaria kuna nabii wa Mungu. Haleluya. Hata na siku ya leo nimekuja kukutangazia, haijalishi ni baraka zako zimetekwa nyara, haijalishi ni biashara yako imetekwa nyara. Halo gosho mwadhani. Ndoka gukwira atiriri kwina Ngai. Haleluya. Kwina Ngai ugutuhotanira thiini wa kombo-ini ucio turi. Ngai ni aguturuta kuo. Haleluya. Mwadhani arogoshwo. Ate ule mwanamke akamwambia mke wa Naamani, right, Bwana Mungu wangu angejua katika Samaria kwetu kuna nabii. Haleluya. Bwana pewe sifa. Kwa hivyo kuna nguvu katika nabii wa Bwana. Alogosho mwadhani. Alogosho Ngai. Kuna nguvu ndani ya mtumishi wa Bwana. Amen. Asifiwe Bwana. Amen. Yene kore Ngai matwine ne kore Ngai. Utashonoraga aliothe mamwihokaga. Eti mwaganu wa mwihoka ndugicaya. Oke kuwake ndune wa kwihoko. Asifiwe Bwana. Kwa Samaria kuna nabii. Hello. Hello. Sijui kama wewe unatabuanga hati kama dhabahu hii kuna nabii. Hello. Hello. Bwana pewe sifa. Amen. Tunaambiwa ya kwamba hata kama alikuwa ametekwa nyara, alienda akitangaza ya kwamba kwetu Samaria kuna nabii. Hata sisi tumepewa nguvu ya kuenda kutangaza katika ndani ya kanisa letu. Kuna Mungu anatenda kazi. Amen. Kuna Mungu anafungua. Amen. Watu wakiingia mahali pale wanapata nguvu mpya. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Amen. Ametekwa nyara. Nemo nyiteme gwate. Noni alata uko kwa Samaria kwena munafiki. Amen. Haleluya. Si Mungu naachilia hiyo neema. Haachilie neema ndani zetu ya kwenda tukitangaza katika mafuta progressive. Kuna mafuta ya Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haya tusikize neno. Akamwambia bibi yake Raiti Bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. 4. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Haleluya. Amen. Wakati aliambia mke wa Naamani, akamwambia Raiti Bwana wangu angejua katika kwetu Samaria kuna nabii angemponya. Amen. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Unaona huyu msichana hata kama ametekwa nyara anaeneza injili. Haleluya. Amen. Anaeneza injili. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo akaambia mke wa Naamani. Naye mke wa Naamani akaambia, Bwana asifiwe. Maandiko inasema mtu mmoja akaingia, akaanza kueneza. Haleluya. Si Mungu na kuconnect na destiny helper. Ambaye atatumika. Haleluya. Kaya roho connect na wewe na kirathimo gyaku. Oria Ngai akuhuthira agokinyie kirathimo-ini gyaku. Horera Jesu re. Ngai arokuririkana athondeke njira agoconnect no oria wina irathimo ciaku. Amen. Mwathani arogoshwo. Amen. Aliposikia akaambia, Bwana apewe sifa. Hebu tusome 5. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi mimi nitampeleka mfalme wa Israeli. Nitampelekea mfalme wa Israeli. Basi mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake, akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule kusema, waraka huu utakapokuwasilia
tazama nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako ili umpate kumponya ukoma wake. Haleluya. Amen. Wakati Naamani alikuja kapewa ujumbe. Mwadhani ya rogosho. Alipoingia kapewa ujumbe, maandiko inatuambia ya kwamba aliandika waraka ili aingie katika ule mji. Ni lazima angetumia mfalme wa ule mji. Asifiwe Bwana. Amen. Akachukua hatua. Haleluya. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Siku ya leo nataka nikwambie ya kwamba baba anahitaji kuchukua hatua. Yes, umesikia ujumbe. Ni hatua gani umechukua? Amen. Alama shomo adhani. Amen. Umesikia ujumbe. Tumeambiwa ni kubadilika na kutumikia Mungu. Ni hatua gani utachukua? Amen. Haleluya. Amen. Aliposikia ule ujumbe Naamani, akachukua waraka, akatumana kwa mfalme wa Israeli. Bwana apewe sifa. Amen. Leo Mungu anatutumania. Haijalishi ni ukoma gani ulisukumiwa. Na ukoma ni wa aina mingi. Haleluya. Arongo shongai. Amen. Ukoma ni wa aina mingi. Labda ile ukoma uko nayo na imekuwa ikikusumbua sana, unajaribu kusimama utumikie Mungu, kuna yale madhabahu inavuta wewe nyuma. Amen. Semeni shetani na ashindwe. Shetani ashindwe. Amen. Amen. Kwa hivyo kuna hitaji wewe uchukue hatua, jitenganishe na yale madhabahu ili uweze kusimama. Haleluya. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Alipotumana waraka, akatumana na akachukua hatua. Haleluya. Sisi siku ya leo Wakristo wenzangu, tuchukue hatua, tumfanyie Mungu kazi. Na ile ukoma yote tumesukumiwa na maadui itafika mwisho kwa jina la Yesu. Amen. 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 Tusome 6. Before tusome, maandiko inasema alichukua. Haleluya. Amen. Hebu turudie 5. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake, akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha. Madhani ya rogosho. Amen. Akachukua nini? Talanta 10 za fedha. Rogosho gai. Amen. Hapo ninataka ujue nini? Haleluya. Amen. Ni vizuri kuenda mbele za Bwana na dhabihu. Haleluya. Amen. Asi alijua anakuta nabii. Bwana asifiwe sana. Amen. Na vizuri wakati unaenda kwa nabii. Hata wakati Samueli alikuwa alienda kutafuta nini? Ni puda. Alienda kutafuta puda, neguo. Sasa Bwana asifiwe. Ule mfanyikazi walikuwa na yeye. Wakati walizunguka wakazunguka. Haleluya. Aliapia Samueli, na huko mji kuna mtu wa Mungu. Asifiwe Bwana. Amen. Naye Samueli akamuuliza, nawezaje enda katika kwa mtu wa Mungu mikono tupu? Ukisoma neno linasema vizuri, ule mfanyikazi alikuwa na nini? Alikuwa na kitu kwa mfuko wake. Asifiwe Bwana. Kwa hivyo wakapiana na Samueli, na tuende kwa sababu niko na nini? Na kitu, sitaenda kwa nabii mikono tupu. Haleluya. Nataka uone sasa, huyu ni mfalme Naamani. Amebeba talanta 10 na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Roho shomo adhani. Amen. Si hapa na tutabue. Haleluya. Amen. Tutabue. Bwana apewe sifa. Ninaenda aje kwa mtumishi wa Mungu. Ninafaa kusimama aje mbele ya mtumishi wa Mungu. Haleluya. Na situpokee neema hiyo kwa jina la Yesu. Tuweze kutabua wakati ninaenda kwa mtumishi wa Mungu. Wakati ninaenda kuona nabii, naweza enda aje. Asifiwe Bwana. Amen. Akachukua hatua. 6. Akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule, kusema waraka huu utakapokuwasilia, tazama nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako ili umpate kumponya ukoma wake. Haleluya. Amen. Kwa hivyo hata wakati alituma waraka, already si mfalme alichukua. Haleluya. Amen. Kwa hivyo wakati aliuchukua, ilikuwa imeandikwa, nataka mtumishi wangu mfalme apate kuponywa ukoma wake. Haleluya. Bwana apewe sifa. Amen. Siku ya leo ninajua kuna mambo imekulemea, inakaa kama ukoma. Alongo shomo adhani. Amen. Si Mungu atumane kwa ajili yako. Amen. Nokolo bara ile sio sio mathiete. Gayenda wamo ile tu ya nyitwa megwa.
mkate akahonokia Naamani. Haleluya. Hey, Bwana asifiwe. Unajua saa zingine huwa tunaandika wasichana wa kazi, lakini anaweza kuwa baraka kwako. Haleluya. Kwa sababu msichana wa kazi, house girl, ndiye alisaidia Naamani. Mwathani arogocwo. Kai tutikarorage na maitho ma mwiri. Thimu-ini wale baragire mwere yukinyite kwaguo mwere yukina na mwere tigana na mwere togoragia ni roho tuthie rugendo. Haleluya. Wengi wetu tumeongozwa na mwili ndio hatukufikiana. Haleluya. Ondoa mwili uweze kuendelea. Haleluya. Tazama Roho Mtakatifu akuwe msaada wako, akuelekeze na akuongoze kwa jina la Yesu. Aya 7. Ikawa mfalme wa Israeli aliposoma baraka, alilarua mavazi yake akasema, je, mimi ni Mungu niwe na kuhuisha hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Fahamuni basi na kusihi muone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami. Bwana apewe sifa. Amen. Wakati mfalme alifikiwa na baraka, hakutabua. Bwana asifiwe. Na kwa sababu hiyo alikuwa mfalme wa Shamu, ni lazima angeheshimisha ufalme wa Israeli. Asifiwe Bwana. Ili apewe nini ya kuingia kwa nabii. Bwana apewe sifa. Si Mungu na tusaidie. Amen. Kuri andu ange tuhitukagira kuri o Mwathani arogocwo. Handu hatugie hinya ni gutorio tutoragio. Tondu ange makwiraga ko wathie gwika atia riu no uteithike. Mwathani arogocwo. Amen. Tazama uone mfalme ati maandiko inasema alilarua mavazi yake. Haleluya. Amen. Akauliza, mimi ni Mungu? Bwana asifiwe. Je, niweze kuponya ukoma? Haleluya. Amen. Mwathani aratwamurania. Na leo the maruaga na kioneki giaku. Ngai arokwamurania. Ngai arogutigithukania. Haleluya. Na arĩa makũrũaga nawe magĩgũtuaga mũrata, Ngai arokwamurania nao. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twamũkĩre aratamba arĩa matarĩ na ũhinga. Hũrĩra Jesũ rũĩ. Bwana apewe sifa. Si Mungu na atusaidie. Atuconnect na walio na baraka zetu. Bwana apewe sifa. Tiara matera toleo hamwe reverend toleo hamwe ku arogocwo Mwathani. Amen. Bwana asifiwe. Si Mungu na kuconnect na walio na moyo kama wewe. In Jesus name. Tunasoma 8. Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, "Mbona uyararue mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli." Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Haleluya. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Nataka uone, Bwana apewe sifa. Amen. Wakati yule nabii Elisha alisikia kuna mfalme ametumana, na mfalme wa Israeli ameyararua mavazi. Haleluya. Akatumana. Bwana apewe sifa. Mwathani arogocwo. Onyo waku no ukinyirira. Hey, uteithio waku no ukinyirira. Utiramakania kana wagera irio cocoro ange makiambia kurwa naguo. Mwana ndakagukwira atiriri, Ngai nĩagũgũtũmanĩra. Hũrĩra Jesũ rũĩ. Bwana apewe sifa. Haleluya. Wakati Elisha alisikia, na kwa hakika nabii Elisha aliposikia ule mfalme wa Shamu ametumania barua mfalme wa Israeli, akatumana kwa mfalme wa Israeli. Haleluya. Akamwambia, na aje kwangu, na ili ijulikane katika huo mji wa Israeli kuna nabii. Hey, pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Harabosho Mwathani. Nabii Elisha alipoyasikia, haleluya, leo nimekuja nikwambie ya kwamba haijalishi hata kama ukoma umekutesa, ukoma ule ulirushiwa, umepitia katika uchungu, umedharauliwa, vita umepitia, leo inafika mwisho kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Elisha akatumana.
Oh, yes. Bwana apewe sifa. Amen. Leo Mungu anatumana kwa ajili yako. Amen. Hey, haleluya. Mungu na atumane kwa ajili yako. Amen. Atume aliye na baraka yako na atumwe. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Haya, tunaendelea na kusoma. Tene. Sasa Elisha amefika mfalme wa Shamu amefika maragoni mwa nyumba ya Elisha. Tene. Naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7 na nyama ya mwili wako itakurudia nawe utakuwa safi. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Sasa Naamani mfalme amefika na farasi zake. Wakati alifika hata hakukubaliwa kuingia kwa nyumba. Mwadhani alogosho. Elisha alimuona akatoka. Akamwambia, enda uoge Yordani mara 7 na mwili wako utakaa kama wa mtoto. Haleluya. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Lakini nikianza nilikwambia Naamani hakutambua Mungu amekuja mponye. Amen. Sasa wakati amefika kwa nabii Elisha, akaambiwa enenda uoge katika mto wa Yordani mara 7 na mwili wako utakuwa kama mtoto. Akaanza kunungunika. Bwana asifiwe. Amen. Akashindwa, kwa nini huyu nabii asiniwekelee mikono? Kwa nini huyu nabii hata asitoke? Haleluya. Bwana asifiwe. Wengi wetu Mungu amekuwa akikuja, lakini hatutambui Mungu amekuja. Tondu ringi urekihoka Ngai agiuke wendi ujire rio wetagirira Ngai uke nayo. Mwathani arogoshwo. Amen. Si unaona hata Naamani Mungu ametumana, lakini kuambiwa akaoge mto Yordani, ikawa vita. Haleluya. Siku ya leo Bwana apewe sifa. Si Mungu natusaidii kutii. Kwa sababu kama Naamani angetii mara tu angeponywa. Haleluya. Alikosa kutii sauti ya nabii. Na wengi wetu hapa ndio tunakoseanga. Ni mchungaji amesema, anajirate. Halo. Asifiwe Bwana. Si Bwana anaachilia neema ya kutii ndani yetu. Kanisa la Bwana tukipokea neema ya kutii, we will make it in the name of Jesus. Pigia Yesu makofi mazuri. Na hiyo neema na ikashuke kwa kila mmoja wetu ili tutii na tuheshimu sauti ya nabii. Amen. Asifiwe Bwana. Amen. Mwadhani arogosho. Amen. Haya, alipoambiwa hivyo 11, lakini Naamani akakasirika, akaondoka akasema, tazama, nalidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Haleluya. Amen. Sasa ninataka uone mtu ambaye tutomaka kikna timogitu gikare. Mwathani arogosho. Mungu amesema. Haleluya. Naye huyu Naamani anaanza kusema ati maandiko inasema akakasirika, akaondoka. Bwana asifiwe sana. Wengi wetu tumeshaiachilia baraka zetu kwa sababu uliambiwa ukakasirika ukaondokea. Haleluya. Amen. Halo, Bwana asifiwe. Amen. Toka roho iliwekelele Ngai niagoka na kioyo kenyitwo ni mihango. Haleluya. Rĩrĩa Jesũ akire agĩkora mĩhango nĩĩkũnyitire nĩũthire. Mwathani arogocwo. Si Mungu na atusaidie. Naamani hakutambua atiraiti nabii wa Bwana amemwambia enda uoge mara 7. Kuoga tu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Hebu tarora. Hebu chunguza. Nini Mungu alisema juu yako kenyitwa ni mihango? Halo? Hello. Maandiko inasema Naamani akakasirika akaondoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu aliona ya kwamba yeye ni mfalme. Kwa sababu yeye ni mfalme, anafaa kuwekelewa mikono. Si hivyo ndivyo neno linasema? Awekelewe mikono, aombewe. Haleluya. Amen. Lakini procedure ya Mungu sio kama ya mwanadamu.
Arogo sio mwadhani. Ambia mtu procedure ya Mungu sio kama ya mwanadamu. Procedure ya mtu sio kama ya mwanadamu. Haleluya. Kwa hivyo nabii wa Bwana alielekezwa enda uoge. Enda ukaoge. Amen. 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 Leo sijui ni nini Mungu alikwambia. Fanya hivi, fanya hii. Ukasema ni digeka. Ole wako wewe. Halo. Hata Naamani alikuwa hapo. Akakasirika, akaondoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Takoro kiratimo gyaku gĩtirĩ kwa sababu ulikasirika ukaondoka. Kwa sababu uliambiwa. Haleluya. Bwana apewe sifa. Mwadhani arogocwo. Sasa jiangalie vizuri. Ni wapi Mungu alisema nisimame? Nilipoambiwa nisimame, nikakasirika, nikaondoka. Asifiwe Bwana. Amen. Arogocwo mwadhani. Hapo wengi wetu tumetupa baraka zetu hapo. Hau kiririria weterere Ngai. Labda Mungu alitumia kinywa ya askofu. Kaambiwa kiririria weterere Ngai, ukakasirika, ukaondoka. Kwa hivyo riria Ngai yogoka, agikora mundu ndariho. Kihuria failo, Ngai agikora nduriko. Ndiriho, Ngai arotuteithia. Si Mungu na atusaidie. Apia Mungu nisaidie. Nisaidie Mungu. Haleluya. Amen. Ili nisikie, nibadilike. Haleluya. Naamani alipoambiwa, maandiko inasema akakasirika, akaondoka. Ama si hivyo Biblia yako inasema? Inasema hivyo. Mwadhani arogocwo. Si Mungu na atusaidie. Wakati Mungu amenena tunatabua, hiyo ni sauti ya Mungu. Amen. Asifiwe Bwana. Amen. Haya tuendelee na neno. Lakini 12. Je, Abana na Fapari mito ya Dameski si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Mwadhani arogocwo. Sasa Naamani ameambiwa enda uoge Yordani mara 7 tu na mwili wako utarudi kama wa mtoto. Alipoambiwa hivyo akasimamisha jisababu. Wengi wetu tumesimamisha vijisababu. Ndio hata baraka hatupatanani nazo. Halo. Amen. Akaanza kuambia kunugunika. Kwa nini asiniambie niende nioge katika mji wetu katika mto wa Farari? Haleluya. Kwa nini asiende niambie niende katika mto wa Darugo na uko na maji safi? Ile ndio akiona vijisababu. Ndio akiona itomile ile ogamagia. Halo. Tuondoe hizo vijisababu ili upokee uponyaji wako. Mwadhani arogocwo. Vijisababu hizo ili Mungu akubariki. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Akasimamisha vijisababu. Kwa nini nisiambiwe niende katika mto wa Farati? Haleluya. Amen. Na uko na maji safi. Si unasikia? Akageuka, akaondoka kwa hasira. Kwa hasira. Akageuka akaondoka kwa hasira. Hoi, Ngai ni atuigwirenda. Si Mungu aachilie rehema zake Kabisa. kwa maana aingeito tunaenda kwa mukira kirathimo kwa sababu ulishikwa na hasira ukaondoka. Na ninasikia ikimalizia imewekwa hasira na imewekwa hii nini? Exclamation mark. Yes. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kanisa la Bwana, si Mungu atusaidie kuondoa hasira. Amen. Ili Bwana atubariki. Utapata uponyaji wako ukiondoa hasira. Haleluya. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Kanisa la Ngai, tokwa mukira irathimo citu. Twendekera gwatheka, twendekera gutia thauti ya ndungata. Ona ya Ngai, tweherie marakara. Tutiga kwagirira kirathimo gitu. Leo nimekuja kukutangazia. Haleluya. Amukira gutia, amukira gwatheka. Haleluya. Amukira gwatheka. Nĩgetha wamũkĩre kĩrathimo gĩaku. Maandiko inasema Naamani akakasirika akaondoka kwa hasira. Wengi wetu tumeondokea baraka zetu kwa sababu uliambiwa ufanye hivi, ukaona hiyo jambo sitafanya, ukaondoka
Amen. Nabii Elisha akaambia Naamani, chukua hatua, enda Yordani, oga mara 7, mwili wako utakuwa kama wa mtoto. Aliposikia hivyo akaanza kusimamisha vijisababu. Mji wetu kuna mto mzuri wa Farari. Haleluya! Ondoa vijisababu ili Mungu aachilie uponyaji wako. Leo nimekuja kukuambia kanisa la Bwana, leo bila hujafikiana katika baraka, kwa sababu sauti ya Bwana ilikufikia ukakasirika ukaondoka. Haleluya! Leo nimekuja kukuambia ondoa hasira. Amen. Ondoa hasira. Amen. Amen. Ni lazima tutii sauti. Amen. Tukitaka tupokee baraka, tii sauti. 13 2 King 5:13. Watumishi wake wakamkaribia, wakamwambia, wakasema, baba yangu, kama yule nabii angelikwambia kutenda jambo kubwa, si ungalitenda? Je, si zaidi basi akikwambia jioshe uwe safi? Haleluya. Amen. Alawasho mwadhani. Amen. Alawasho Yesu. Amen. Wale waliokuwa karibu na yeye, watumishi wake, wadogo wake, wakamkaribia mwadhani alawasho. Amen. Gaya kumio. Amen. Wakamkaribia wakaanza kumubebelesha. Wanamwambia, je, laiti ungeitishwa kitu kingine, si ungetoa tu? Haleluya. Amen. Leo Mungu amenituma nikwambie, haleluya. Si uache hasira jameni. Amen. Si ukubali kutii sauti ya Bwana. Amen. Si ukubali kuheshimu mafuta. Amen. Haleluya. Amen. Labda aliangalia Elisha. Si Elisha alikuwa na kihara? Mzee kihara. Mwadhani alawasho. Amen. Labda aliangalia Elisha. Asema gathuri gaka kena kiharani. Ukarajira ati. Arogosho gani? Amen. Mwadhani arogosho. Amen. Siku ya leo heshimu sauti ya nabii. Amen. Haleluya. Amen. Tutakapoheshimu sauti, tutachukua hatua na tutabadilika. Amen. Amen. Akabebelezwa akaambiwa, huyu mtumishi mkubwa wetu, si ungeitishwa kitu kingine chochote ungetoa? Kwa nini usiende kujiosha? Haleluya. Amen. Amen. 14. Ndipo akashuka, akajichovya mara 7 katika Yordani, sawa sawa na neno lake yule mtu wa Mungu, naye nyama ya mwili wake ikarudi kawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Bwana apewe sifa. Apia mtu kuna nguvu katika kutii. Kuna nguvu katika. Alipotendewa na wale watumishi wake, wale arogosho, akaambiwa ungeitiswa kitu kingine si ungetoa. Si uende tu ujioshe. Haleluya. Bwana apewe sifa. Maandiko inatuambia ya kwamba alipoheshimu ile sauti ya nabii, alienda akajirusha katika Yordani. Maandiko inasema mwili wake ukawa kama wa mtoto. Haleluya. Leo nimetumwa nikuambie, kubali kutii sauti ya nabii na mambo yako yote itakuwa sawa. Ukoma uliosukumiwa utafika mwisho. Ukoma wa aina mingi, labda ukoma wa kukataliwa umekukataa. Haleluya. Leo sikia sauti na utii. Amen. Leo shoge kubali kutii. Kubali kutii. Asifiwe Bwana. Amen. Alipotii Naamani, maandiko inasema akajinyosha, akaenda mto Yordani, akajirusha mara 7. Maandiko inasema mwili wake ukarudi kama mtoto. Asifiwe Bwana. Amen. Haya, tusome 15. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote, akaja akisema mbele yake, akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mwote ila katika Israeli. Basi na kuomba upokee baraka kwa mtumwa wako. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Oleraje suruhi. Amen. Hawa somo ndani. Alipojinyosha katika mto wa Yordani, mwili wake ukawa kama wa mtoto. Haleluya. Akachukua hatua, akarudi kwa nabii wa Bwana, akamwambia, nimetambua katika Israeli yote. Haleluya. Kuna Mungu mahali hapa. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Bwana apewe sifa. Labda
alidharau Elisha. Hello. Bwana asifiwe. Unajua kuna watu wanakudharau hivyo tu. Tomu theri ndore mundu umwekire. Mwathani arogoshwo. Lakini anakudharau tu hivyo, anakuangalia. Labda anakufanyia mahesabu. Bwana apewe sifa. Anashindwa na huyo anasema ni mtu wa Mungu. Ni nini yako nayo? Amen. Haleluya. Si Mungu na atumane. Haleluya. Na ijulikana mahali hapa kuna nabii wa Bwana hapa anaombea wagonjwa wanapona. Pigia Yesu makofi mazuri. Elisha alipoingia Naamani alipoenda Yordani, maandiko inasema mwili wake ukawa kama mtoto. Amen. Ninaona akijirusha mara ya kwanza, mara ya pili, haleluya, mara ya tatu, mara ya 4, mara ya 5, mara ya 6, mara ya 7 anatokea kiwa mtoto. Leo nimekuombea ukaingia katika ukuu wa Bwana, utoke ukiwa maisha yako ikiwa mapya katika jina la Yesu. Piga Yesu makofi mazuri. Amen. Haleluya. Apia mtu kutini bora kuliko kutoa dhabihu yeyote. Haleluya. Naamani alipotii ukoma ukafika mwisho. Maandiko inatuambia ya kwamba aliporudi akawa safi. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano wake. Haleluya. Si kwa sababu alikuwa mfalme, si alikuwa na wanajeshi wamemfuata. Wote wakafuatana wakienda kwa mtu wa Mungu. Haleluya. Waliokudharau, waliona kama hakuna pahali unaenda, Bwana akatengeneza njia na ijulikane ndani yako kuna Mungu ndani yako. Waliodharau hii kanisa, Bwana anatengeneza jambo. Na ijulikane mahali hapa kuna Mungu tunayeabudu katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Walifuatana na mafuatano wake. Ni mali ukagogo sharia. Amen. Ama wile gutiri kindu kiega ungiuma. Amen. No mali ukakuria huonekagari. Amen. Harogosho Mwathani. Amen. Asifiwe Bwana. Amen. Siku ya leo Mungu amenituma nikwambie ukoma wa kila aina uliofuatana na familia yako, uliofuatana na kazi yako, leo unafika mwisho kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana pewe sifa. Tumalizie. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote. Akaja akasimama mbele yake akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mwote ila katika Israeli. Basi nakuomba upokee baraka kwa mtumwa wako 16. Lakini akasema, kama Bwana aishivyo ambaye nimesimama mbele yake, sipokee kitu. Akamshurutisa apokee, lakini akakataa. Haleluya. Amen. Mwathani arogoshwo. Amen. Alipopona akachukua hatua, akamrudia mtu wa Mungu. Bwana apewe sifa. Ninajua ya kwamba kuna mambo mingi imekuwa ikikusumbua. Haleluya. Inakaa kama ukoma. Bwana apewe sifa. Siku ya leo inaenda kufika mwisho. Na utaingia madhabahuni mwa Bwana na jambo ya shukrani. Haleluya. Nimekuja kukutangazia katika jina la Yesu. Ukoma yote uliosukumwa mbele yako na maadui, na uondoke kwa jina la Yesu. Haijalishi walitamka nini, haijalishi walisukumia wewe nini, kubali kutii sauti ya Bwana, nawe unatokea ukiwa mwili safi. Pigia Yesu makofi mazuri. Nitasema mbarikiwe. Na nitangaze ya kwamba kila ukoma uliowekelewa juu yako, leo nimekuja kukwambia na ufike mwisho kwa jina la Yesu. Pokea ushindi, pokea uponyaji, pokea nguvu mpya, na walio na baraka yako Mungu na atengeneze njia, waanze kukuroketa katika jina la Yesu. Wale Bwana ameandaa, wale destiny helper, kama huyu mtoto mwanamke kijana aliyetekwa nyara akawa destiny helper wa Naamani, Bwana na wakuconnect na wao kwa jina la Yesu. Pokea ushindi. Pokea ushindi. Simama na miguu yako, tuende mbele za Bwana. Uanze kunena na Bwana. Mwambie Bwana, haijalishi hii ukoma imenitesa,